nimekwisha ombewa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae katika utulivu, alafu watoto wakae watulie, wasikize neno. Na nyinyi mabinti zangu, Bwana Yesu asifiwe. Wale mabinti wadogo wadogo, tafadhali mtulie, maana mara nyingi ibada ikiendelea unaanza kuona pitepite. Tulia, usikize neno. Wacha kwenda nje bila sababu. Kaa, tulia ili uweze kusikiza neno. Leo nataka tuangalie jambo fulani. Jana nilipokuwa niko nyumbani naomba, nikiwa najitayarisha kwa ajili ya neno, niliomba neno moja. Ikiwa nimetayarisha ujumbe nikiwa pale nyumbani, nikasema nitayarisha alafu nitaenda copy hizo notes zangu nikiwa kanisani. Nikawa nimemwambia Bwana, wewe ndio unajua watu wako wanapitia nini, wanahitaji nini, wewe ndio unawajua. Mimi siwajui. Kile wamepitia kwa wiki hii sielewi. Kile wako nacho mimi sijui. Lakini wewe Bwana unaelewa vyema maisha yao, wanachokihitaji unajua. Nikamwambia Bwana, sitaki tu nifanye ama nijitayarishe tu kwa sababu najua kujitayarisha, lakini nataka niongozwe na wewe, na ujumbe ambao utanipa Bwana nataka uthibitishwe kutoka kwenye kwaya, ili nijue ni wewe Bwana. Basi huo ujumbe ambao Bwana utanipa uthibitike kwa kwaya, na itakapotendeka hivyo, kama utanionyesha ishara hiyo, nitakujua Bwana ni wewe na umependa hii message wafikie watu. Nikiwa nimekuja pale naendelea kuandika notes zangu, nikasikia watoto wa Sunday school wakiimba. Walikuwa naimba nyimbo gani? Ya gereza. Si ilikuwa inasemaje? Yule alikuwa anaimba anasemaje? Yule mtoto wa Sunday school yuko wapi? Nitazameni Paulo na simu. Hebu njoo. Hebu tuimbie kidogo kwa ufupi tu. Shika. Ukiomba kwa imani, maombi yatajibiwa, kama vile Paulo na Sila pale gerezani. Amen. Pigeni makofi. Na ile ukiomba, ilo neno kuomba tutalipata katika kipengele, nafikiri point number 2. Halafu ile gereza ndio tutaanza nayo pale. Kwa hivyo nikajua ni Bwana Mungu amenipa hii message, si ya kubahatisha. Maana nilimwambia kama ni wewe na umetaka isikike, nataka iambatanishwe na kwaya. Hatukuagana wala sikujua wamejitayarisha visielewe, lakini niliposema pale nikasema asante Yesu. Kana mwambia Maketo, ni roho wa Bwana anatembea. Sasa andika kichwa cha ujumbe, hakuna gereza la kukuzuia. Amen. Kichwa cha ujumbe, hakuna gereza la kukuzuia. Sema amen. Hakuna gereza la kukuzuia Peter. Wacha nikwambie, hakuna gereza la kukuzuia. Hakuna gereza la kukuzuia. Na tutasoma katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 1. Kuwa makini, enda pamoja nami kwa sababu kuna kitu Bwana atazungumza nawe katika maandiko, na Mungu anaenda kutenda jambo kupitia ujumbe huu ambao Bwana amenipa. Mwanzo 39 mstari wa 1. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 39 mstari wa 1. Nami nitasoma neno la Bwana. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Tarudia.
Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Mstari wa 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mikononi mwake. Mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya yote aliyokuwa nayo katika nyumba na katika shamba. Akaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe umkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Mstari wa 10. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amewachiliwa nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami, nikalia kwa sauti. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akamwambia kama maneno hayo akisema, yule mtumwa Mwebrania aliyemleta kwetu aliingia kwangu alinihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia akisema, mtumwa wako amenitendea mambo kama hayo, hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa wafalme, naye akamwamo humo gerezani. 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote aliyofanyika humo ndiye aliyefanya.
nguvu. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kichwa cha ujumbe, hakuna gereza. Hakuna gereza la kukuzuia. Katika hii historia ambayo tumesoma hapa leo sana, tutakisoma sana hiki kitabu, maana baadaye tutaenda tena katika ile 41, lakini kwa sasa wacha tuelezee ama nianze kuelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo tumesoma habari za Yusufu. Yusufu alikuwa ni mwana wa Yakobo, na Yusufu alikuwa na ndugu zake, walikuwa wamezaliwa 12. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na ndugu zake 11, yeye ni wa 12. Na Biblia inasema ya kwamba mahali pale tumesoma Yusufu akaletwa Misri, na kabla hajaletwa Misri kuna mahali alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kwa watu wa kwao katika jamii yake mwenyewe. Lakini kwa nini sasa Yusufu analetwa Misri? Yusufu aliletwa Misri si kwa sababu alikuja matembezi. Yusufu aliletwa Misri kwa sababu alikuwa ameuzwa. Sema kuuzwa. Kuuzwa. Na kilichomsababisha Yusufu auzwe ni ndoto zake. Amen. Ndio maana nimesema ya kwamba shetani ukiona na kusumbua ni kwa sababu kuna kitu ameona. Amen. Huwa hana sababu ya kusumbua mtu bure na hauna chochote. Yaani hauna chochote, wasumbuliwa vipi? Lakini ukiona kila wakati unasumbuka ni wewe, jue kuna kitu kinachofanya usumbuliwe. Amen. Sasa akiwa kule kwao, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu wa kuota ndoto sana. Mara anaota ndoto miganda 11 inainamia mganda wake. Mara anaota ndoto nyota 11 na jua na mwezi zinamuinamia. Hizo zilikuwa ni ndoto za Yusufu. Sasa ikafikia wakati ndugu zake wakapanga njama ya kumuuza Yusufu. Kwanza kabla ya muuze walikuwa wamepanga njama ya kumuua. Lakini kwa sababu Mungu ana malengo na Yusufu, kwa sababu kuna agano, kuna ahadi ameiweka kwa Yusufu, Mungu hakuruhusu Yusufu afe. Kwa sababu kama Yusufu angekufa, maono yake yangekatikia pale. Lakini Mungu akasababisha, kumbuka ndugu wamepanga kumuua. Walipomwona anakuja kuletea chakula, alisema yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, tufanye jambo, tummalize hapa nyikani, tuone ndoto zake itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Na wakapanga njama, lakini wakipanga njama ya kumaliza, kuna ndugu mmoja akapanga njama ya kumwokoa. Lakini wakati wakapanga njama sasa, badala ya kumaliza, maana walisema tusimwage damu, mmoja akapanga njama ya kumwokoa, wakamrusha kwenye shimo. Amen. Wakamtia ndani ya shimo. Kwa wale wana theology kuna vitu wanaongea, wanasema hilo shimo hapo ndani kulikuwa na nyoka. Na kama hilo shimo kulikuwa na nyoka, na bado Yusufu hakufa. Amen. Kwa hiyo ina maana kabisa alitafutiwa njama ya kwamba kwa vyovyote afe. Kama hata kufa kwa kurushwa kwa pale ndani ya shimo, basi ule nyoka mmalize. Lakini vivyo hivyo Yusufu alitoka. Mwisho wake wakasema tusimwage damu, kwa sababu hata kama ni hivyo lakini bado ni ndugu yetu, tufanye mpango tumuuze kwa Waishmaeli ili zile ndoto zake tuwe hatuwezi kuzisikiza tena. Na hiyo njia ya kuuzwa ulikuwa ni mpango wa Mungu. Amen. Wakati sasa anauzwa Yusufu, sasa hapa tuliposoma Biblia inasema kwamba akaletwa kwa Farao, ama akaletwa kwa Misri. Na alipofika Misri akakutana na yule Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Akamnunua, akamwona ni kijana mzuri, akamnunua ili awe kijakazi. Wakati sasa Yusufu ameletwa Misri, amenunuliwa, ameuzwa ili awe kijakazi. Biblia inasema ya kwamba toka
wakati ambapo Yusufu aliingia, Mungu akaanza kuonekana kwa Potifa. Maanake ni kwamba zile mali za Potifa baada ya kumpokea Yusufu zikaanza kuongezeka. Amen. Ina maana kwamba mali zilikuwepo, lakini akakaa akachunguza, tangu nilipomnunua huyu kijana Mwebrania nimeanza kuona mafanikio makubwa. Nyota yako ikiwa inang'ara, hata ukipelekwa mahali ukame bado nyota itang'ara. Bwana Yesu sasa. Maandiko yanasema kwamba bwana wake akaanza kufanikiwa. Shetani alipoona kwamba mimi nilipanga njama auzwe ili tumalize maono yake, tumalize kile ambacho amepewa, hapa napo hata anaanza kumfanikisha Farao. Bwana Yesu sasa. Shetani lengo lake ni kumaliza. Mungu akatengeneza njia ya kwamba huyu hata kufa kwa sababu nina agano na huyu mtu. Hata kufa kwa sababu huyu nataka nimsimamishe mahali, kwa sababu huyu mtu ni mtu ambaye atakuja kusimama na kusaidia wengine, kuongoza wengine. Sasa anapokufa hapa, maono yangu mimi Bwana niliyoyaleta kwake itakuwa ni bure. Ndio maana huwa anasema ya kwamba Mungu akikupa maono, hata wachawi wa kuzingire kuyapiga maono hawataweza. Wanaweza wakakutesa kwa muda fulani, lakini kitu ni kwamba hawatakuweza. Kwa sababu gani? Mungu hataweza kuruhusu wewe ufe kabla haujaona yale maono. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kupata nguvu ya kukutesa, lakini mateso ni ya muda. Ndio maana katika Ufunuo anasema huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Manake 10, siku 10 haimaanishi 1, 2 mpaka 10. Yani inaleta picha kwamba gereza lolote, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Manake ni kwamba hakuna gereza ambalo halina. Kila gereza ambalo liko na muda, lina muda wake. Kama vile unaweza nunua kitu na ukaambiwa kuna siku ya kita expire, ndivyo hivyo gereza pia lina muda wa ku-expire. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anasema hiyo Ufunuo anasema utakuwa na dhiki siku 10. Muwe waaminifu, kwa sababu lazima, maana hakuna gereza ambalo litakumaliza, kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba sasa amepelekwa Misri, ameuzwa. Baada ya kuuzwa, haikuishia pale. Farao akaanza kuona faida, akaanza kupata faida kwa mwaka, akaingiza pesa nyingi kuliko alivyokuwa anaingiza hapo nyuma. Akaona huyu kijana Mwebrania amekuwa wa faida sana. Tangu alipokuja amekuja na nyota ya mafanikio, nyota ya ongezeko. Kwa hiyo akaona mtu wa maana, mpaka akasema mimi basi nikiondoka hapa nitakuwa kila kitu, wewe ndio unatawala. Biblia inasema kwamba Farao akaondoka, akasafiri, na kila kitu akamkabidhi Yusufu, kwamba kitu chochote, mambo yoyote, yani kila kitu ambacho kinataka kupangwa hapa hakiwezi kupangwa kama wewe haupo. Ni wewe useme. Aliachiwa mamlaka ya kufanya kila kitu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba mke wa Bwana, yani shetani hachoki, akaingia kwa mke wa Potifa. Nataka kuonyesha vile shetani huwa anapanga, anafanya vitu. Ndio unaweza mtumishi hili na hata sijadi hili tena lingine hili. Hapana, ujue kuna kitu shetani anachofight ni kile ambacho kimewekwa ndani yako, kile ambacho Mungu amesema hiki kitasaidia. Shetani anahakisha anatafuta njia aone atamaliza vipi. Maandiko yanasema ya kwamba hakuviacha hapo, shetani akamwingia mke wa Potifa na akaanza kumtamani yule kijana. Unaweza angalia mke wa mfalme, tajiri mkubwa, ka kijana ambako atakajielewe kadogo sana, ilikuwa ni pepo amemwingia. Na shetani hakuwa na ati bibi ya Potifa
kuwa na haja ya mwanamume, si ana mume wake. Lakini shetani alijua kama huyu kafanikiwa akaja akafanya jambo hili, nitakuwa nimemaliza kile ambacho amepewa. Zile ndoto zake nitakuwa nimezimaliza. Na kwa nini nikwambia shetani huwa anatumia hila? Shetani si mjanja, anatumia hila. Ndio mara nyingi amefanikiwa kwa sababu yeye hutumia hila. Bwana Yesu asifiwe. Akaingia kwake na akaanza kumtamani, lakini nafurahia anajivunia kijana moja, kama vijana wote wangekuwa kama Yusufu tungekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana vijana. Haleluya vijana. Hata kama hutaki kusema wewe sema amen hivyo hivyo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe vijana. Sema mimi nataka kuwa kama Yusufu. Kumbuka ni mke wa mfalme. Pesa zitele. Kuna Giriamu wanaongea msemo mwingine nasema pesa ni tulama. Ni nini? Maumizi ndo kahana. Yaani pesa ni nyingi. Pesa ni nyingi, yale matumizi ndio hakuna. Ile kwamba tunahitaji tununue kitu fulani, kama hivi tumekuwa na shida ya nini, tuongezee kitu fulani. Yaani hakuna chako, yani kila kitu kipo. Bwana Yesu sana. Sasa ingekuwa kwa upande mwingine ndio angesema jamani, kama si Mungu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Si ni zare hili. Hata kama ni wewe, wengine wanajipatia je, nasema ujinga wa siku moja si ujinga, kwa sababu anataka. Lakini kijana angekuwa kati ya vijana wengine, angeonekana bwege, angeonekana kijana ambaye hajielewi, kijana ambaye hajitambui. Ni heri uitwe kijana asiyejitambua lakini huo unalinda kitu, kuliko uitwe kijana ambaye anaenda na wakati ukiwa unaharibu maisha yako mwenyewe. Maandiko yanasema ya kwamba wakati alipoanza kuzungumza naye, anamzungumzia Yusufu hataki. Anamwambia mimi nimekuwa mkuu wa kila kitu hapa kimewekwa kwangu, lakini hajanipa ruhusa ya wewe maana umukewe. Halafu nifanyeje ubaya huu, nimkose Mungu ama nimkosee Mungu? Biblia inasema kwamba akawa anambembeleza kila wakati. Naona huyu si kama Samsoni. Unajua Samsoni aliingia kwa mtego. Bwana Yesu asifiwe. Alimpata Delila. Ogopa sana mwanamke. Pigia makofi wanawake. Hata mimi ni mwanamke, piga makofi kwa ajili ya wanawake wote. Pastor ni mwanamke, mpigie makofi. Nyinyi ni watu wa maana sana. Mungu awasaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule pepo ambaye amemwingia huyu mwanamke akaona kwamba vita kuwa. Siku moja Yusufu ameingia anafanya shughuli zake pale ndani, shughuli zake kama za kawaida, kazi ambazo wanastahili kufanya. Alipofika pale mwanamke akaingia. Haya, umeingia hapo ndani, mtu amefunga mlango alafu ameshikilia ufunguo. Akajaribu kumwambia maneno yale, lakini yule Yusufu akamwambia siwezi. Alipoona ameshika nguo yake, Yusufu akasema ni heri nikimbie. Biblia inasema kwamba Yusufu akakimbia. Mwanamke alipoona kwamba amebaki na hiyo nguo, mambo yake hayakuwa, akasikia kughadhabika. Huyo pepo ambaye amemwingia akasikia uchungu na akaanza sasa kutoa habari mbaya. Sema habari mbaya. Habari mbaya. Akaanza kupiga kelele akasema, kijana huyu Mwebrania aliyekuja ametudhihaki, amenidhihaki, maana amekuja alikuwa anataka kunifanyia hivi. Ilikuwa ni mashtaka ya uongo. Pale mwanzo ameuzwa, halafu anakuja kupatana na jaribu lingine. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anapatikana jaribu lingine, na lile jaribu ambalo alimpata akashtakiwa kwa uongo, na Potifa alipokuja akaambiwa maneno yale yale, akaghadhibika kwa sababu ya mkewe, na maandiko yanasema kwamba Yusufu akatiwa gerezani. Sasa kitu gani kilichotokea sasa? Nataka sasa tuende hapo pengine. Kitu gani kilichotokea baada ya Yusufu maana tayari sasa yuko gerezani? Ni kitu gani kilichotokea? Nataka usome nami hiyo. Nataka nikueleze alafu utanielewa tu.
Hiyo Mwanzo 41. Hebu soma huo mstari wa kwanza. Kule kwengine kunafikia mahali nitakata, alafu nitaeleza tu ili nisichukue muda sana. Kwa sasa Mwanzo 41 mstari wa kwanza. umefika pale Mwanzo? Hapana, samahani, Mwanzo 40 mstari wa kwanza, si 41. Mwanzo 40 mstari wa kwanza. Taka usikize kwa makini. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa mnyweshaji na mkuu wa waokaji, akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari, humo gerezani mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao, wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Mstari wa 5. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu. Kufasiri si kazi ya Mungu. Tafadhalini niambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitwaa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwangu. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku ya tatu Farao atakiinua kichwa chako atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyia fadhila na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote, wala hata wakitie gerezani. Sura 16. Mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao. Kazi ya mwokaji endelea. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndiyo hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako,
na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote, akakiinua kichwa cha mkuu wa mwonyeshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake, akamrudisha mkuu wa mwonyeshaji katika kazi yake na kumnywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyowapasalia. Ya mwisho 23. Lakini huyo mkuu wa waonyeshaji hakukumbuka Yusufu, akamsahau. Tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa Farao akamchukua Yusufu akamtia gerezani. Biblia inasema ya kwamba Yusufu alipotiwa gerezani, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Pale pale gerezani Yusufu akapewa uongozi. Amen. Yule mkuu wa gereza akamchagua Yusufu na wafungwa wote akawakabidhi mikononi mwake, kwamba yeye ndiye atakuwa anaongoza pale ama anawatawala. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie kitu hiki. Mungu hakuwa pamoja na wale wauzaji. Waliomuuza Yusufu ni ndugu zake, na Mungu hakuwa pamoja na wauzaji, alikuwa pamoja na mwenye kuuzwa. Ndio maana kila mahali Yusufu aliingia alikuwa anapata kibali. Ameingia, amepata kibali kwa Farao, na Farao akaanza kufanikiwa. Shetani akampangia njama ya kumuingiza kwenye gereza. Pale gerezani anapata nafasi ya kupewa kuongoza. Kwa nini Mungu anampa Yusufu gerezani? Nataka nikwambie, Mungu akiwa na sababu na wewe, akiwa na malengo na wewe, hakuna gereza lolote ambalo litakuzuia wewe usifanikiwe. Haujanielewa? Nataka niseme, Mungu akiwa na mpango na wewe, Mungu kakuongelesha jambo na kakwambia kwamba itafanyika hivi, nitakufanyia hivi. Hata kama uko kwenye gereza, hakuna gereza ambalo litamzuia Mungu asitende jambo kwako. Hakuna gereza ambalo litamzuia Mungu asikuinue. Yuko gerezani, lakini pale pale gerezani anapata uongozi, na bado yuko kwenye gereza. Lakini haikuishia hapo, maana Mungu hakuwa amepanga Yusufu akae gerezani. Maana kama angekaa gerezani, yale maono ya jua na mwezi na nyota 11 kumuinamia isingetimia. Kwa hiyo ilikuwa ni njia. Nataka nikwambie, Mungu anatengeneza njia kwa kipekee yake kabisa, kivyake kabisa. Ana njia tofauti. Ndio maana mara nyingine tunaweza tukajiona tunaumia kwa mambo ambayo tunayapitia, lakini kawa mambo yale kuna mkono wa Mungu. Unaweza kupita kwenye mapito, unaweza kupita kwenye shida, lakini katika hiyo shida, katikati ya hiyo shida, Mungu anahusika. Kwa nini Mungu anahusika? Ulikuwa ni mchoro ambao Mungu ameuchora ili Yusufu akae ikulu, na bila yeye kutengeneza hivyo, labda kungetumika njia nyingine, lakini ingekuwa ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akiwa pale gerezani, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na wafungwa wawili. Kulikuwa na mkuu wa mnyweshwaji. Huyu mkuu wa mnyweshwaji alikuwa ni mtu ambaye anapeana kinywaji kwa mfalme kila wakati. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha anaipeleka kinywaji kwa mfalme. Lakini ikafikia wakati alipokosea, yeye naye akatiwa gerezani. Kukawa kuna mkuu wa muokoaji, yeye naye alipokosea akatiwa gerezani. Hawa wakapambana na Yusufu kwenye gereza. Wakiwa pale gerezani, Biblia inasema ya kwamba hawa majamaa wawili wakaota ndoto, na hizi
hizi ndoto zikawatia wasiwasi, hizi ndoto zikawa hazina majibu, hawajui na hakuna wa kuwafasiria. Maana mfalme akiota ndoto anaita wenye hekima, anaita waganga wake, anaita wale wanajimu, wote wanakuja pale ili waje watoe jibu kwa mfalme. Lakini hawa wafungwa wakiota ndoto hakuna atakaye wajibu. Hawana mtu, maana hawana mamlaka wa kuwaita wenye hekima. Hao wako mikononi mwa mfalme. Kwa hiyo kama ni uchungu, kama ni shida, na baki nayo mwenyewe na koma nayo mwenyewe. Wakiwa mahali pale wamekunjamana nyuso zao, Biblia inasema kwamba Yusufu akawaendea akasema, mbona naona nyuso zenu zimekunjamana? Kwani mna shida gani? Ikabidi wajieleze, wakasema tumeota ndoto na ndoto hizi ndio zinatufanya nyuso zetu zimekunjamana. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuna mtu kututafsiria. Yusufu akasema, kazi ya kutafsiri si ni ya Mungu. Niambieni tafadhali ndoto zenu ni gani? Yule mnyoshaji akamweleza ndoto yake kwamba aliona nini? Hebu soma hapo, aliona nini? Usianze mwanzo, nataka pale pale. Ndoto yake pale, kwa ndoto yake aliona nini? Mstari wa 9. Mnyoshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu ulikuwa na matawi matatu. Sikiza, tulia sasa. Anasema ndoto yake aliota kuna mzabibu mbele yake, na katika ule mzabibu kulikuwa na matawi matatu. Umeelewa? Halafu na yale matunda akaja kukamua nini, ile alikuwa anaeleza. Lakini maelezo ya Yusufu katika ile ndoto akamwambia, Bwana amekufunulia akakwambia kwamba baada ya yale matawi matatu ni siku 3. Baada ya siku 3 Mungu atakurudisha, ama baada ya siku 3 Farao atakurudisha kwenye kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia baada ya siku 3 Farao atakurudisha katika kazi yako. Yule mwingine alipoona, mkuu wa mwokoaji alipoona kwamba tafsiri yake kumbe ni njema, acha nipeane yangu, ile yake sasa ilikuwa inaongea juu ya kufa, kutundikwa, kwamba baada ya siku 3 Farao atamtundika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Yusufu alikiongea baada ya kumhadithia huyu ndo akuje kwa huyu mwingine. Alimwambia ile tafsiri, alafu akamwambia, na kuomba utakaporudi huko ongea mambo yangu ili unikumbuke na mimi nitoke mahali nilipo. Nisaidie, naomba unikumbuke, kwa sababu mimi nimeuzwa, niko nchi ya ugenini na sijafanya lolote, sina hatia. Nimeingizwa kuwa na hatia, lakini mimi sina hatia. Niko hapa gerezani lakini sina hatia. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya wamemtafsiria huyu, baada ya siku 3, Biblia inasema kwamba ilikuwa birthday ya Potifa, huyo Farao, ikawa ni siku ya kuzaliwa kwake, na akaamua kuwafanyia karamu watu wake. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa ameamua kuwafanyia karamu wale ambao walikuwa kule gerezani, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, wakatoka. Walipotoka, yule ambaye alirudishwa kwa kazi yake, ina maana ya kutoka alikuwa mpango wa Farao ni awaue. Si eti alikuwa aotoe awarudishe kazi, ilikuwa ni kuwaua. Na wale sheria za Wamisri ilikuwa ni hivi: kama ukipelekwa kutundikwa na ile kamba ikakatika ukawa hutanyongeka, inamaanisha wewe hauna hatia. Umetundikwa halafu hiyo kamba ikatike, inamaanisha wewe hauna hatia. Na kama utatundikwa na ile kamba ikunyonge ufe, basi una hatia. Sasa Mungu akasababisha aanze yule ambaye aliona akirudishwa, ama akiona akinyweshwa tena mfalme kikombe. Biblia inasema kwamba akatundikwa, akawekwa pale, na zile kamba
kamba kwa sababu zimekaa siku nyingi na mimi zilikuwa zimeoza, wakati ametundikwa pale zikakatika, akaanguka chini. Akasema basi huyu inaonyesha hana hatia, mchukueni mumrudishe kazi. Haleluya, haleluya. Alipotundikwa, Biblia inasema alipowekwa kwenye kamba, hiyo kamba hiyo, Bwana Yesu sasa ametundikwa, maana baada hapo si alirudishwa, ile kamba ilikatika. Na ninaomba siku hii ya leo, kila kamba ambayo umefungwa ikatike katika jina la Yesu. Kamba zote ambazo umefungwa nazo zikatike katika jina la Yesu, ili urudi kusimama katika nafasi. Sema amen. Biblia inasema kwamba kamba ikakatika, na maandiko yanasema kwamba akarudishwa kwenye nafasi yake. Mwambie jirani yako, kamba itakatika. Mwambie Bwana hata ruhusu. Amen. Kamba itakatika. Kamba ya yule mtu wa pili ilikuwa ni mpya. Alipowekwa pale, akaingiza shingo yake, mara ndio hiyo ikamkaza na ndio akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna kamba mpya ambayo utatafutiwa sahihi. Mungu amekupa mwaka huu ili kwamba kamba zote walizokufunga zikatike na urudi katika nafasi ambayo Mungu amekuweka tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Natangaza kamba zikatike katika jina la Yesu. Natangaza kamba zikatike katika jina la Yesu. Urudi katika nafasi ambayo amekuweka. Urudi katika mafanikio yako. Kamba ambayo imekuzuia usiendelee, kamba ambayo imekuzuia usisonge mbele, kamba ambayo imekuzuia pale kazini, ikatike katika jina la Yesu. Wengine kuna kamba zimewakaza pale kazini, zimewakaza, inabidi kwa sababu hakuna kazi akomae nayo katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kamba ya kufinyiliwa lazima ikatike. Sema amen. Haleluya. Kumbuka amewekewa kamba, na huyu ni mtu ambaye anamnyoshwa mfalme, si rahisi, mfalme. Lakini shetani amemtia gerezani, amemfunga gerezani. Mungu akasema wewe si wa gereza, nitasababisha mtumishi wangu Yusufu, wewe pamoja na Yusufu si wa kukaa gerezani. Wakati wanaona kwamba wanaenda kunyongwa, Biblia inasema ya kwamba akawekwa katika nafasi yake. Sema amen. Sasa wakati haya mambo yalipotendeka, kwamba baada ya siku 3 yule alinyongwa kama ndoto yake ilivyonena, na huyu alirudi kwa kazi yake kama ndoto ilivyonena, Biblia inasema ya kwamba huyu munyoshwaji alikuwa ameambiwa na Yusufu, ukirudi nikumbuke, nitaje huko, nitoe na mimi hapa. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba aliporudi kwenye kazi akasahau ambaye yuko gerezani. Hiyo ndio shida. Wanadamu, Mungu atusaidie. Umesota na mwenzako, mumehangaika pamoja, mumefunga pamoja, mumelala chini pamoja, mumeomba pamoja. Mungu amekupa nafasi na una uwezo wa kuinua mwingine, muinue na yeye aingie. Yusufu anamwambia ukienda nitaje na mimi, maana sina hatia, niko hapa na sina hatia. Kwa hiyo nitaje, mimi nimeuzwa kwenye ugeni na mimi sijafanya lolote. Nitaje angalau na mimi nitoke hapa mahali hapako sawa. Maandiko yanasema vizuri sana ya kwamba munyoshwaji akasahau. Maana afika teketekeni, amefika mahali kwa fedha, amefika mahali kwa kula vinono, amefika mahali pazuri, anamsahau ambaye yuko kwenye gereza. Na ukiona hivyo sikuume sana, kwa sababu hiyo ni kawaida ya wanadamu, huo ni ubinadamu. Haleluya. Lakini hata kama amesahau, Mungu akiona amesahau, anatengeneza njia nyingine ya kufufanya utoke gerezani. Kwa hiyo hata kama kuna kusahau, Mungu hajasahau. Mimi Harriet naweza sahau, lakini Mungu hasahau. Mimi naweza kukwambia jambo kisha nikabadili maneno, lakini Mungu akinena habadili maneno. Na ndio maana ana sifa ya kwamba mimi Bwana
kigeugeu. Ukiangalia katika maandiko anazungumza, anasema kwa kuwa Bwana si kigeugeu, ndio maana hamkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Mungu wapendwa si kigeugeu. Akinena hata ikae miaka 3, hata ikae miaka 5, hata iwe miaka 6, Mungu si kigeugeu. Habadili maneno aliyoyatoa, habadili maneno ambayo alikutamkia. Kama kuna siku Mungu alisema nimekuinua, nitakufanya wewe kuwa juu, hata kama utapita kwenye mapito gani, wewe lazima utasimama, utakuwa juu. Kama kuna jambo Mungu alikutamkia kwamba wewe nitakuinua, utakuwa tajiri wa kimataifa, hata wainuke uchawi wa chama wote waje usiku na wacheze usiku wakiwa uchi, isitoshe waende baharini wakazunguke watembee wakiwa uchi, kisa na maana tunamfunga, maana amesemekana atakuwa tajiri. Wanafanya kazi ya bure, wakae kwenye mapango, walale kwenye mapango kwa ajili yako. Wanafanya kazi ya bure kama Bwana ameachilia neno la kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kipindi kifupi Mungu anaweza akakuacha mahali ukaona ni kama Mungu amekusahau. Ukaona ni kama Mungu mbona ameacha kufanya kazi na mimi? Ukaona kama Mungu mbona sasa amekutenga? Ukaona ni kama Mungu siku hizi hana haja ya kukusikiliza tena. Ukaona kama Mungu ni kama yeye hataki tena watu, kama hakutaki tena. Kuna kipindi Mungu anaweza akakuacha na ukatapatapa. Kuna wakati mwingine Mungu hukaa kimya kwa ajili ya mema yako. Kuna wakati mwingine hukaa atulie. Kuna wakati mwingine Mungu hukaa kimya ili aendelee kukusanya ushahidi, ili anapotoa hukumu iwe ni hukumu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hauwezi fungwa kama hauna ushahidi. Yusufu anawekwa gerezani maana ushahidi huko, mpaka mke wa Potifa alibaki na nguo. Ni ushahidi, si ushahidi? Nguo ndio hii. Haya, na wale wa Misri wana mavazi yao, wewe peke yako ndio Mwibrania na nguo ina bibi yake. Ni ushahidi, si ushahidi? Hata ruka basi kwa sababu unajua kujitetea sana, lakini nguo hii. Kama shetani anaweza kukusanya ushahidi wa uongo ili akufunge, Mungu anakusanya ushahidi wa haki ili akiwahukumu maadui zako awahukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usije ukasema Mungu amenisahau, hata mimi sijasauliwa. Oh Bwana, nimekaa tangu mwaka jana ulisema, na sasa hata mwaka huu nao mbona sijaona? Hapana. Anatengeneza njia yako ya kuwa mfalme si sawasawa na wengine. Lazima itengenezwe vizuri ili kiwekwe julikane kama hii inatosha ya huyu kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe si mtu wa kawaida, usitarajiwe kufanyiwa sawasawa na wengine. Mungu anadili na wewe kitofauti, na anadili na maadui zako kitofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona watu wanakutemea mate, wanakuambia hao sijui nini, wanakutungia maneno. Yaani kuna watu ambao wanaweza wakatunga maneno yakaonekana ya ukweli na yakaelezwa kwa ufasaha mzuri mpaka ikaonekana una hatia na huna hatia, ikasemekana umefanya na hujafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani wako tayari watu washuhudie kwa uongo kwa ajili wa kumaliza. Wacha nikwambie, hata wasimamishe watu wangapi washuhudie kwa uongo kwa ajili ya kukumaliza, hautaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatakumaliza kwa sababu wakati wanapanga mpango naye Mungu anachora mpango mwingine. Anasema siwezi kukusahau kwa sababu nimekuchora kwenye vitanga vya kiganja kwangu. Anasema nimekuchora. Anapotembea akiinuka na kuangalia kumbe yuko hapa Shila. Akitembea kidogo anaangalia kumbe Alan yuko hapa. Anatembea kidogo anasema kumbe kuna fulani hapa. Hata alikuwa sielewi. Amekuchora kwenye vitanga vya kiganja chake. Hawezi
kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naamini umenichora kiganjani mwako, mikononi umeniweka, niko salama. Naamini umenichora kiganjani mwako, mikononi umeniweka, niko salama. Haleluya. Bwana amekuchora, amekuchora mikononi mwake, na lazima hakikishe unakuwa salama kila wakati. Lazima kukinge na maadui, lazima kukinge na mabaya, lazima kukinge na vitu vyote ambavyo vinaweza kusimama kikuzuia. Hakikisha unakuwa salama mpaka usimame kwenye nafasi ambayo Mungu amekuwekea. Ukijiona sasa umefika bado kuna vitu vya zaidi Mungu anataka kukupatia. Kuna vitu vya zaidi. Ukiona Mungu amekuweka mahali, mwambie Bwana, sijaishia hapa bado. Amen. Sijaishia hapa, najua kuna nafasi nyingine ya kwenda juu. Biblia inasema ya kwamba wakati amesauliwa Yusufu, Mungu akasema natengeneza njia nyingine. Haleluya. Nenda kwa jirani yako mwingine, si ule wa karibu, kamwambie, mshike mkono, mwambie Mungu anatengeneza njia nyingine. Kama ile ya kwanza imefeli, Mungu anatengeneza. Nenda kwa mwingine, nenda kabisa ukamshike mkono, mwambie Mungu anatengeneza njia nyingine. Kama ya kwanza imefeli, ya pili ndio hiyo inakuja, ina ushindi wako. Mungu anatengeneza njia nyingine. Ya kwanza ikifeli, kuna nyingine ndio hiyo. Amen. Watumishi wa Mungu wanaogopana. Anatengeneza. Alikuwa anatazamia arudi, aombe, hai, umenisaidia, ndoto yangu imetimia, kwa hivyo mimi na mikule naenda kufanya mpango hapa, na hakurudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unaweza ukaona mtu amesaidiwa, alafu akimaliza kusaidiwa anaenda kutafuta njia ya kumwongea aliyemsaidia. Umemsaidia maana alikuwa yuafa huyo. Eda labda ulimsaidia na pesa yako akaenda hospitalini, alikuwa amekwama mahali ukamsaidia. Badala ya anga kupongeze, akusifu, anatafuta njia ya kukuchafua. Wasi nilikwambia ulikuwa tapika, wewe afae. Hataki kujua, maana sasa yuko kwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatengeneza njia. Biblia inasema ya kwamba wakati amesahau, Mungu akasababisha ndoto ya kutisha kwa Farao. Sema ndoto. Sema ndoto. Sema ndoto. Bwana akaachilia ndoto ya ajabu kwa Farao, ikamjia mara mbili. Farao akapewa usingizi mzito, alafu usiku analetewa ndoto. Farao akaota ng'ombe 7 za kukonda na ng'ombe 7 zilizonona, alafu na masuke 7 ya kukonda na masuke 7 yalionona. Ng'ombe 7 za kukonda zikameza zile ng'ombe 7 nono. Tena walipomaliza kumeza, ilionekana ni kama ambaye hawajafanya chochote. Yani amemeza ng'ombe 7 zilizonona, lakini anaonekana bado katumbo kameingia ndani. Masuke 7 ya kukonda alipomeza ya kunona, bado ilionekana kama hakuna chochote. Yusufu kumbuke, hakuna mtu anayemkumbuka, yuko kwenye gereza. Lakini Mungu akatengeneza njia kwamba Yusufu atoke gerezani, kwa sababu yeye ni mkuu, si wa kukaa gerezani. Haleluya! Nami natangaza kila gereza lililokuzuia kuanzia leo liachilie, ili utoke na ukasimame katika nafasi ambayo Bwana amekuweka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Farao ameota ndoto, halafu Farao akaita wale wenye hekima wa Misri, akaita wale waganga wake, akawaelezea kila moja hakuna aliyepeana jibu. Yani Mungu alifunga hata tafsiri kwamba hii ndoto hii hakuna yeyote ambaye ataitafsiri isipokuwa Yusufu.
Maana si kwamba walikuwa hawezi kutafsiri, Mungu alikuwa na mpango wa Yusufu atoke gerezani. Haleluya. Akafunga fahamu zao, wanatafuta majibu, wanapiga, hakuna chochote, wanajaribu vituko vyao, hakuna majibu. Farao kafadhaika, lakini yule mnyoshaji akasema, nimekumbuka kitu kimoja. Sasa ndio wanakumbuka, nimekumbuka kitu kimoja. Hao umekumbuka? Ninasema sikiza, kabla hujanirudisha kwa kazi niliota ndoto, na ile ndoto nilipomhadithia, kuna kijana Mwebrania kulipomhadithia akanitafsiria na vikatokea sawa sawa. Mimi ukanirudisha kazini na yule mwingine ukamtundika. Akasema basi nakaitwa huyo mtu, kwa sababu hii ndoto ni ya kutisha. Maandiko yanasema ya kwamba Yusufu akaenda akaitwa, akaenda akanyoa nywele zake, maana anaingia ikulu, akabadili nguo zake. Sasa anaingia, waliomtupa gerezani ndio wameenda kumfuata sasa na escort, wanamuingiza ikulu, wanamuingiza ikulu. Mungu anatengeneza njia. Ile nafasi Mungu akikuweka, wacha nikwambie, hata wakuweke gerezani, hakuna gereza litakuzuia. Mungu atatengeneza njia. Wanaokuambia kwamba huwezi ndio ambao watakuja kupigia saluti. Wanaokuambia ulikuwa hauna amana ndio ambao watakuja kupigia magoti. Waliosema wewe hufai ndio watakuwa wa kwanza washike tarumbeta, watangaze hakuna mtu kama huyu, huyu ametufanyia maendeleo, na walipanga kukumaliza. Sahihi wao ndio wanatangaza kwamba unafaa. Nilikuwa naangalia mtu mmoja, Batimayo. Batimayo yuko barabarani anaomba, vazi lake linanuka. Na hakuna mtu ambaye anamhitaji Batimayo kwa sababu amekaa katika hali ya ukimwi. Biblia inasema ya kwamba anajaribu kuita nini, basi mniambie. Unajua kuna watu wamesikia kuna vinono mahali, badala wawasaidie wengine wakale vinono, wanataka wavile peke yao. Batimayo anauliza, kwani kunaendelea nini? Nasikia tu watu wakipita, mimi siona uwezo wa kuona, lakini hata kama sina uwezo wa kuona, lakini kusikia nasikia, mkiniambia nitaelewa. Niambieni kunaendelea. Sasa achana na wewe baki tu hapo. Sisi hatuna haja na watu kama wewe. Kwanza hata ukielezwa ndio itakusaidiaje? Huoni? Wewe baki hapo, si acha tu tuendelee kufuata mambo yetu. Lakini anaendelea kusumbua, jamani kunaendelea nini? Mpaka mwisho wake anaambia kuna hivi na hivi na hivi. Walimsukuma Batimayo, wakamnyamazisha, wakamwambia nyamaza. Yesu hana haja na watu kama nyinyi. Lakini wakati Yesu amesimama kwa ajili ya Batimayo, anasema kwamba muiteni. Walirudi waliomnyamazisha Batimayo wakisema hauna maana, Yesu hana haja na wewe. Ndio walirudi wakamwambia, jipe moyo, anakuita. Jipe moyo, unatakikana, jipe moyo. Waliokuchongea ili usifanye kazi wakasema huna maana, ukipewa kazi utaharibu, utakula pesa, ndio ambao wataenda wapeleke habari zako kwamba unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Wakamtoa kwa mwenda. Naona Yusufu sasa ako na escort, anapelekwa ikulu, akakutane na Farao, akakutane na mfalme. Alipofika pale akasema kuna nini? Akasema ni hii ndoto nimeota. Akaeleza, akasema Mungu atapeana tafsiri, si mimi. Kule alisema kazi mwenye kutafsiri ni kazi ya Mungu, na hapa akamwambia Mungu atapeana majibu. Alisema Mungu atampa majibu Farao, si mimi. Mungu akikutumia usisimame mahali ukajivuna ukaona ni wewe. Sema ni Mungu. Mungu atapeana majibu. Alipoeleza akapewa majibu, akaambiwa mfalme, Mungu amekufunulia vitu ambavyo vinakuja karibuni, ya kwamba kuna miaka 7 ya mavuno na miaka 7 ya njaa. Hizi ndoto umeota mbili, lakini yote ni moja, ni ndoto moja. Kwa nini imekuja mara mbili? Anamwambia mfalme, Mungu amesisitiza kwamba hii kitu iko karibu sana. Kwa hiyo kutakuwa na miaka 7 ya mavuno na miaka 7 ya njaa. Sasa Mungu amekuonyesha kwamba hivi kwamba vitafanyika. Sasa mimi nilikuwa na kushauri mfalme, tafuta kijana mzuri mwenye sifa, mwenye hekima, ambaye ana ufahamu, ili umuweke juu ya mambo haya. Ile miaka 7 ya mavuno ajiwekee, wahakisha wanaeka vitu vizuri, wanaeka chakula kipatikane kingi, ili kwamba miaka 7 ya njaa ikija, watu wataanza kuja na watakuwa nanunua chakula, na wewe mfalme utafaidika.
Biblia inasema haleluya. Sikiza, Farao akaangalia tari kule ikulu, akaangalia pale kuna Josefu, pale kuna sijui ni nani, hapa kuna nani, kulingana na majina ya Kimisri. Akawaona wote, hakuna hata mmoja mwenye akili kama huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatafuta kona, sijaona mwenye akili. Wazee wote ambao wananishauri, hakuna hata mmoja ambaye nishauri kama hivi. Huyu basi ndio mwenye akili. Sikiza, anageuka anawaambia makutano wote kule baraza la ikulu, anasema kule bunge kule, tumpate wapi mtu kama huyu? Tumpate wapi mtu mwingine kama huyu, kama si huyu? Tumpate wapi kijana kama huyu, mwenye hekima, mwenye akili, mwenye ufahamu, ambaye anaweza kaongoza kampuni? Tumpate wapi? Tumpate wapi kama huyu? Lakini walikuwa wamemfukuza, yuko gerezani. Lakini sahihi anasema tumpate wapi mtu kama huyu? Tena maandiko yanasema haikuishia hapo, akavua pete yake kidoleni ya mfalme, akamweka, akamvesha Yusufu, akamwambia kuanzia leo nikitoka mimi ni wewe tayari, wewe ndio waziri mkuu. Yani watu watatawaliwa kwa neno lako, kutoka gerezani mpaka kuwa waziri mkuu. Haleluya. Haleluya. Kutoka gerezani. Yani ni vitu ambavyo naona kabisa, yani hapa, yani nataka nikufundishe kwamba Mungu ana njia zake tofauti na zile mwanadamu anafikiria. Wakati unamwona mtu ana hatia, Mungu anamwona huyo chombo ni sawa. Wakati wewe unajaribu kupaka matope mwingine, Mungu akimchunguza, amemchunguza mpaka akaona huyu anafaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Akaona anafaa. Ndio maana wakati mwingine Mungu atusaidie, tusiwe watu wa kupenda kujaji wengine, tusiwe watu wa kuhukumu wengine, maana tunawahukumu watu wengine ambao hawana hatia. Yani wanaonekana wana hatia kwa sababu imesemwa hivyo, lakini kiukweli hawana hatia, maana hawahusiki. Lakini shetani ametengeneza jambo la kuwaingiza wao kwenye hatia. Lakini nataka nikwambie, hata kama shetani amesimama na ametengeneza jambo la kuonekana wewe na hatia, ili amalize kibali chako, ili uonekane mbaya pale kazini, Mungu atasababisha jambo, watu wakuone wewe ndiwe wa maana pale kazini, waseme tukipoteza huyu mtu hatutapata mtu kama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna gereza ambalo mpendwa litakuzuia. Biblia inasema kwamba, unaona haya magereza ya kitambo si kama haya yetu, unafungiwa pale unatiwa kwenye chumba. Magereza ya kitambo ilikuwa ni shimo kwenye pango huko ndani, ambapo kuingia si rahisi kutoka. Kuna jamaa mmoja anaitwa nani? Petro, Paulo, yule ambaye alikuwa analindwa na vikosi vinne. Bwana Yesu asifiwe. Vikosi vya askari wanne, yani vikosi vya askari wanne. Yani kama ni KDF wanne, kama ni AP wanne, kama ni Kenya Polisi wanne, kama ni wale sijui Kenya Army wanne. Yani vikosi vya askari wanne. Kama utapambana utaponyoka kwa hawa Kenya Polisi, upambane na AP. Ukiponyoka hapo upambane na wale wengine, kama wakubwa ni gani? KDF. Upambane na Kenya Army. Ukiponyoka kwa Kenya Army wapambana na hao KDF. Lakini jamaa ndume zikaponyoka kwa vikosi vyote mpaka zikatoka gerezani. Hakuna gereza hata lilindwe na askari wangapi, hakuna gereza litakuzuia wewe, litamzuia Mungu asikutoe katika hilo gereza. Hata wacha wanne waeke askari 12. Yani KDF wanne, Kenya Army wanne, Kenya Polisi wanne, AP wanne. Hao ni askari wangapi? Vikosi wote wanalinda mtu. Umewekewa KDF wa kimapepo, umewekewa AP wale wa kimapepo, Kenya Polisi wa kimapepo,
jamaa anayetatiza huyu jamaa hapa, kama kiponyoka huyu atakuwa tisho kwetu. Huyu jamaa huyu mtu uko sawa, huyu mtu atatutatiza. Kwa hivyo hakikisheni nyinyi askari tumewaweka wanne ili akiponyoka hapa pambane na hili, akiponyoka hapa lile la mwisho kwanza ndo hataweza, maana KDF wana sifa zote. Hao nao wakaponyoka, jamaa zikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Sema nitatoka kwa jina la Yesu. Sema lazima nitoke kwa jina la Yesu. Sema gereza linapeana njia, lipende likatae, natoka. Hujaongea maana hujanielewa. Sema natoka katika jina la Yesu. Sema gereza nililowekwa na askari niliowekewa Kenya Army, AP, Kenya ni polisi, KDF, nyote mliowekwa kwa ajili yangu ili munizuie, kuanzia leo natoka mkiniangalia. Biblia inasema kwamba walipotoka askari wakataka kujimaliza, wakataka kujiua. Wamekimbia vipi? Maana mlango bado iko vile vile na makufuli. Hawa askari nao bado wameshikilia mabunduki yao na jamaa hazimo. Wakasema usijitie upanga. Angalia hawa askari, badala ya kuwashika wafunge tena warudishe ndani na iwe kesi nyingine, kwa nini mlikuwa mnakimbia? Tuambieni tupate kuokoka jamani, tuonyesheni njia. Haleluya! Maana wamekufunga, wanatarajia uwe mtu wa kuombaomba sahihi. Wanasikia atawagula gari juzi. Ili iwezekana vipi huyu mtu anunue gari na sisi tulimweka mahali hatoki tena? Wanasikia sahihi, basi ndio harusi yake yatangazwa. Yatangazwa vipi na tulisema huyu haolewi? Yatangazwa vipi? Ndio yatangazwa, basi usikie. Ikiwezekana kama utakuja uje, ndio shuhudia vizuri. Kama hauji pia ubaki huko. Kama vya kuuma sana kameze wembe wewe, tujue vya kuuma. Imekuaje? Watauliza imekuaje? Haleluya, haleluya. Nataka kupeleke kwa hatua moja nyingine, labda nitakutajia tu, labda hatutaendeleza kwa sababu wakati tunataka tuombe. Ya kwanza, ili uweze kufaulu kutoka katika gereza, jambo moja ambalo unatakiwa kuliangalia ni kusimama katika zamu. Simama katika zamu. Habakuki 2:1, hatutasoma, nitaielezea, ukitaka soma mwenyewe. Kusimama ili uweze kufaulu. Gereza lolote ambalo shetani amekuweka, simama katika nafasi. Unajua ninaposema kusimama katika nafasi, kuna watu ambao inawezekana walikuwa wanasimamia nafasi zao, aidha ni huduma. Kuna watu ambao wana akili, wanapanga vitu vizuri na vinafanyika, lakini kwa sababu wako kwenye gereza wamevunjika moyo kiasi, wamevunjika mioyo kiasi ya kwamba wanaona hawawezi kutoboa tena, hawawezi wakafanikiwa tena. Na kwa sababu wanaona hawawezi wakafanikiwa tena, imefikia mahali mpaka ile nguvu ya kwamba haombi tena. Kama alikuwa na bidii ya kuangusha makaratasi hafanyi tena, maana anasikia kwamba Bwana Yesu asifiwe. Tumesema namba 1 ni kufanya nini? Kusimama katika zamu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaitwa Habakuki. Ukisoma Habakuki 1 utampata Habakuki anamlaumu Mungu. Utampata Habakuki anamlaumu Mungu, anasema mbona Mungu nimeomba, mbona nimetabika, mbona nimefunga. Yani aliomba mpaka akacha kuomba, ameingia kumlaumu Mungu. Hivi usiponifanyia hivi ni nani unyata? Usiponibariki wataka nani akusifu? Hivi hata nikifa, kuna mahali mwingine yeye alikuwa analalamika, hata nikifa mifupa yangu itakusifu wewe Bwana. Ni maombi hapo ama ni lawama hii? Kuna watu wamefikia mahali wavunjika moyo kiasi ya kwamba hawaombi tena, wanalaumu. Wacha kulaumu, simama katika nafasi. Habakuki, kumbuka kwamba ni nabii Habakuki.
Biblia inasema kwamba akawa na laumu, ukisoma hiyo moja, lakini ilipofika 2 akagundua siri, kumbe kulalamika hakuleti majibu. Jibu ni kusimama katika zamu. Ndio anasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara ili nione atakavyonijibu katika habari ya kulalamika kwangu. Alikuwa analalamika ama halalamiki? Ilikuwa sasa si maombi tena, ni kulalamika. Anasema nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nione atakavyonijibu katika habari ya kulalamika kwangu. Biblia inasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba Bwana akanijibu. Susome hapo, Bwana akanijibu, tuangalie hapo mara moja. Bwana akanijibu, ikawaje? Naomba shamoja nisaidie, maji baridi sana. Bwana hebu soma hapo, hebu anzia hapo Habakuki 2 mstari wa kwanza, anzia hapo. Habakuki nenda kule mwisho, umepita Danieli, pita Danieli huko kama unaenda kwa kina Hosea huko ndio utampata Habakuki huko. Karibu na Malaki ndio utampata Habakuki. Habakuki 2. Soma haraka haraka, tutaka tumalizie hapo. Habakuki 2:1. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Anasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Nitajiweka juu ya mnara. Anasema nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakaloniambia. Anasema nitaangalia ili nione atakalo. Atajiweka maana yake kwamba atapanda kwenye mnara, atapanda mahali pa juu ili angalie aone atakavyo. Ili nione atakaloniambia. Na jinsi nitakavyomjibu katika habari. Twende hapo chini. Bwana akanijibu, sikia. Akasemaje? Iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Ndio. Ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Ndio. Maana njozi hii bado ni kwa wakati. Ndio. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Ndio. Wala haitasema uongo. Ndio. Japo kawia ingojee. Kwa haina budi kuja. Tulia. Haleluya. Habakuki amegundua siri, anasema siri ni kusimama katika zamu. Alafu anasema nitaangalia ili nione atakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Alafu alipokuwa anasema hivyo, anasema Bwana akanisikia akanijibu, akasema iandike njozi hii. Je, unaandika njozi wewe? Amen. Iandike njozi hii, uifanye imara, isomeke kama maji, apitaye apate kuisoma. Maana njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa, maana inafanya haraka ili kamilike. Tena anasema haitasema uongo, ingoje. Hata anasema ijapokawia ingoje. Jamani, anasema hii ni kwa wakati ulioamriwa. Kuna wakati jamani umeamriwa, kuna wakati umeamriwa. Bwana anatengeneza kitu ili wasomao wapate kusoma, ili ikitendeka wasiwe na sababu, ni kwa sababu alihonga kampuni, ni kwa sababu sijui mtu anamjua huko bungeni, sijui. Hapana, wasome vizuri ili ikitendeka wajue Bwana alinena. Anasema iandike, tena iandike isomeke. Haleluya. Harriet, unaandika njozi yako? Haleluya. Anasema iandike. Simama katika zamu. Simama. Wacha waongee wanavyotaka, wacha wakuchafue wanavyotaka, wacha waseme wanayotaka kusema. Ni wakati wao, maana wakati wako ukifika wa kuinuliwa hawatapata la kuongea. Kwa hiyo hii ukisikia kwamba wamesema, wacha waseme. Mimi walisema nikawa naambiwa, nikasema hata msiniambie story hizo, kama msiniambie tena. Wacha waongee tu, hawana shida. Anabuja mlomoe, mwache aongee.
Wacha tumchafue, ndio tumharibie, ndio huduma isiende mbele. Kila kukicha inakula kwenda tu. Maana huwezi kuizima njozi, huwezi kuziba neno ambalo Bwana alilinena. Ndio maana anasema ni nani awezaye kunena kama Bwana ananena? Wakati Mungu ananena, ni nani awezaye kusimama kanena? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona kama atafikia wapi. Sasa kuna wengine wamebunisha maneno, tumgoje hapo mbele. Yao wanajifanya tu, wanajifanya sasa wamenuka, wametengenezwa, wamejenga, lakini Mungu anasema tumgoje pale mbele, ataanguka. Yani wewe huna lengine la kuningoja nalo mpaka wangoja nianguke. Sasa kama huyo Mungu ndo amesema viwe hivi, huyo Mungu naye mungoja niangushe ni Mungu yupi wewe? Bwana amesema nitakubariki, nitakuinua, halafu mwingine aseme na kungoja hapo mbele maana utaanguka. Lakini si mara ya kwanza, kwa sababu hata kwenye Biblia inasema ya kwamba kuliinuka hakika mbili. Mungu anasema mkila matunda hakika mtakufa. Shetani anasema hakika hamufi. Hakika mbili zikasimama. Sasa utashika ya Mungu, utashika ya pepo. Maana wote walitumia hakika. Mtu anaweza kuja kwa kukuvunja moyo akasema Mungu hata ameniambia. Muulize Mungu yupi? Maana huyo Mungu ambaye mimi namfahamu aliyeniokoa amenisungumzia haya. Sasa sijue mwenzangu una Mungu yupi ambaye anakusungumzia hayo? Maana mabwana wako wengi wapendwa. Sema amen. Si anasema yeye ni Bwana wa mabwana, inamaanisha kuna mabwana wengine. Si anasema yeye ni Mungu wa miungu, inamaanisha kuna miungu mingine. Si anasema yeye ni mfalme wa wafalme, inamaanisha kuna wafalme wapo. Sasa mtu akija akikwambia Bwana amesema, akuhakikishie ni Bwana yupi? Bwana Yesu sasa akikwambia Mungu amesema, hata Bwana Yesu sasa akikwambia Bwana amesema, mwambie akwambie na jina lake, maana hata bwanako pia ni Bwana. Kwa hivyo aongea, amueleze vizuri tumuelewe. Kuna bwana chifu, kuna bwana gavana. Bwana Yesu sasa unieleze vizuri ni Mungu yupi? Uni Bwana yupi unayemsema? Haleluya. Mwisho tusimame kwa maombi. Mwisho. Sijui ni kwa nini Mungu nisaidie. Nilikuwa nimesema hii ninaiacha. Ya mwisho, mche Bwana. Zaburi ya 34:9. 34 inasemaje hii? Zaburi, acha niende haraka ya 34 nishapata hapo. 34 inasemaje? Inasema 9 inasema mcheni Bwana. Ya mwisho anasema mche Bwana. Hiyo ni hatua. Inasema mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wamchao hawahitaji kitu. Sikiza vizuri huo ujumbe. Wamchao Bwana hawahitaji kitu. Mwana simba hutundikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Njoni enyi wana, msikilize nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya, utende mema, utafute amani, ukaifuatie. Anasema wamchao Bwana hawahitaji chochote. Anasema mwana simba atatundukiwa, lakini wamtafutao Bwana hawatahitaji kuomba chochote kilicho. Bwana aombaye ni kwamba hana, lakini kama vipo Mungu amevileta hautahitaji. Na hata kama ukiwa na vihitaji kabla hujaomba, anajua unahitaji, analeta mara moja. Ndio anasema jibu ni kumcha Bwana. Mche Bwana, hata kama wanakuzuia vipi hawatazuia. We kaa katika kumcha Bwana. Anasema uzuie tu ulimi wako na mabaya.
Wanapokuchafua acha wachafue, ni wakati wao. Wewe zuia ulimi wako. Anasema wewe tenda mema. Kazi yako wewe ni kutenda mema. Akisema yule hata naona si Mungu peke yake. Kama si Mungu peke yake, unajua ni Mungu na nani? Utuambie wewe kama ni Mungu na nani. Bwana Yesu sasa. Si Mungu peke yake. Wacha ongee. Wewe tenda mema. Biblia inasema wewe zuia ulimi wako na mabaya, tenda mema. Kazi yako umeambiwa ni kutenda tu mema. Haujaambiwa ujibizane na mtu, haujaambiwa ukatukanane na mwingine. Tenda mema. Mwacha afanye, asumbue mdomo wake, aongee, seme sijui nini. Na mwana siku hizi anang'ara sana, hata ninaona ni kama amepata mtu. Sasa wewe ndio utaniambia ni mtu gani? Mimi najua mtu ni naye, na mtu ni Yesu. Ananing'arisha, ananifanyia kila kitu. Kama kuna zaidi ya mtu namjua wewe, mimi namjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikwambie, unatoka gerezani. Huu ni mwaka wako. Huu ni mwaka wako. Wamekuzuia usifanikiwe kazi, ubaki pale pale, ubaki mshahara wa chini. Na sasa hivi wewe ukiomba, wewe ukiingia tu kwa mwambie Bwana, hivi unavyoniona mimi, venye uliniweka wewe, ni wa kuajiriwa na mshahara huu mimi. Atajua kumbe mwanangu ameanza kufahamu, kumbe huyu si wa hapa. Ndio kuna watu wengine wamekaa gerezani mpaka wanasema haya ni majaliwa yangu Hakuna majaliwa ya mtu aishi gerezani. Mungu hajakujalia wewe ukae katika gereza. Hajakujalia ukae katika mahali pa mateso. Hajakujalia wewe uwe mtu wa kuteseka. Hajakujalia hivyo. Mungu anawaza mazuri. Ndio maana anasema mawazo ninayowazia nyinyi ni mawazo mema, ya kuwapa amani siku zenu za usoni, na wapangia mazuri. Hakuna majaliwa ya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kwamba unaenda kusimama sahihi. Mwaka huu unaenda kusimama, unaenda kustawi, unaenda kuinuliwa, unaenda kubarikiwa. Kama kuna baraka Mungu alikubariki mwaka jana, mwaka juzi, tarajia double. Hata nikisema double si mara mbili tu. Tuseme mara ngapi sasa? Amen. Amesema 7 mara 70. Haina mwisho basi hii. Ni baraka za kizazi hadi kizazi. Yaani umekula, mjukuu anakula, kitukuu anakula, nani anakula, wote wanakula mpaka haya. Amen. Inawezekana hivyo. Nataka nikuulize swali Mwengarenya unijibu. Na maana nikuulize, huyu rais tuseme Uhuru viromonasho yuya, Bwana Yesu asifiwe. Watakunambia yule, maana alianza babaki rais, akaja yeye mwenyewe. Watakunambia wale wanaweza kwenda akasema leo tumekuja kutukopesha wewe ili tukapate kamfuko kule. Hakuna. Wale wana baraka za kizazi. Mjukuu anakula, nani anakula, shangazi anakula. Nikasikia binti moja kanambia, siku moja kanisa lao kulikuwa kuna sijui ni kazini yake Ruto. Yaani ile kwamba tu wewe ni kazini yake Ruto, pesa zimayamai. Kazini. Wala hizo pesa huko za makazini. Unafikiri kuna ukame hapo? Hakuna. Wakati wengine wanakula na omena, yeye hali na omena bwana. Kabisa. Zinaendelea tangu huyo mzee mpaka mtoto, na bado na hasi hizo. Hata kama ametoka mamlakani, ako na vitu vingine wanafanya kule, bado wanaingiza pesa. Yani wao wametoka, lakini bado ni kama hawaja, yani wao wako wanalala wakiota pesa tu kila wakati. Mungu hawezi kufanya. Najua anasema lakini ni hao ni marais, lakini sisi, kwani haiwezekani? Haiwezekani? Haiwezekani. Kama inawezekana, piga kelele na usimame. Amen. Nataka tutoe hii akilini ile kwamba ni kwa sababu mimi sijakuwa mbunge ndo sina kitu. Hata hapa Mungu jamani, Mungu ainuliwe. Neema ipo na hatuna mbunge. Tuna mbunge hapa. Si kwa kujisifu, lakini tunasema Mungu ameachilia hiyo neema. Hatujapata mbunge na Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mbunge angekuwa hapa angefanya zaidi ya hivi, ama ingekuwa hivi ni kubwa zaidi. Amen. Haleluya. Neema ile ambayo Mungu ameachilia hapa
bado inaweza fanya kazi, bado Mungu hakuiachilia ni neema ya mwaka juzi. Kuna neema mpya ya mwaka huu ambao Mungu anataka afanye. Mwaka jana tulifanya vitu Tanga, tumefanya vitu mahali hapa vilikuwa vya mwaka jana. Tunataka vitu vya mwaka huu, tunataka vitu vya mwaka huu. Sema amen. Mwimbaji akasema, sitaki moto wa jana maana ni jivu la leo, nataka moto wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Nina ushuhuda wa mwaka jana, nataka unipe wa mwaka huu. Sema amen. Watu watashuhudia shuhuda za mwaka huu. Za mwaka jana tuliziona. Za mwaka jana tunashukuru Mungu aliachilia neema. Kufunga mwaka tulikuwa na wakuu wa serikali walikuwa hapa na tukashuhudia Bwana ametenda. Mwaka huu Mungu asaidie waje wale wakubwa zaidi. Amen. Hallelujah. Inawezekana kwa sababu ya Mungu inawezekana. Hatukuwa tunatarajia yaliyofanyika mwaka jana. Na nataka niwaambie mapema ili mjitayarishe mapema, mufunge mapema, muombe mapema, mufanye kila kitu mapema, ya kwamba mwaka huu kuna neema tofauti na ya mwaka jana. Nikisema neema tofauti na maanisha ni mara zaidi ya 3 huu mwaka Mungu anaenda kuyatenda, na wewe kazi yako ni kupokea. Maana Bwana amenipa neno nitamke kwako, wewe ni kupokea neema ya mwaka huu. Bwana Yesu sasa. Kuna wimbo unasema, na iwe Bwana kama ulivyosema. Amesema sasa hivi katika neno lake, nataka tu sasa iwe. Amen. Bwana Yesu sasa. Na mwingine unasema, palipo Yesu yote yanawezekana, hakuna kitu hakiwezekani. Ndio maana Elizabeth anasema, kwa kuwa hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hakuna jambo lisilowezekana. Nataka ukiwa namna hiyo piga picha mwaka huu unaona nini? Tazama, Habakuki anasema iandike njozi, unaona nini? Mwaka huu umeanza, Bwana anakuonyesha nini? Anakupa picha gani ya maisha yako? Anakupa picha gani ya huduma yako? Anakupa picha gani ya kazini? Anakupa picha gani? Nataka uanze kuona makubwa na utembee katika ile makubwa ambayo Bwana ameyaahidi kwako. Asante Yesu. Asante Jehova. Yote